na watami wa jazi mwezi Napenda kuwahakikishia kuwa maandalizi na mambo yote yahusuyo mchezo huyo yapo tayari. Wachezaji watakuwa kambini na tangazo la nani atakuwa kocha mkuu mpya na benchi la ufundi litatoka rasmi Jumatatu ijayo. Ni matumaini yangu hujambo na karibu popote pale ulipo na kufuatilia taarifa zetu hizi mbalimbali zinachukua nafasi Tanzania na nje ya Tanzania. Kumbuka moja kati ya taarifa zetu kubwa ambazo zimechukua nafasi wiki hii ni pamoja na wekundu wa Msimbazi Simba kutangaza kwamba atamtangaza kocha wake mpya siku ya Jumatano ambako itafanyika kunako makao makuu ya wekundu wa Msimbazi Simba, ikiwa ni siku chache tangu ambako pia wameweza kuzindua uwanja wao, ambako uwanja huo umeweza kuwa moja kati ya viwanja vinavyoingia kwenye historia vilivyo kule Bunju B, ambako vinaitwa Simba Mo Arena, ambako tayari pia vimeweza kuwekwa kwenye mkutano uliofanyika 2019, ikiwa ni mkutano mkuu ambao umefanyika kwa kiasi kikubwa, kila kitu kimekamilika. Bilionea na mwekezaji wa wekundu wa Msimbazi Simba Mohamed Dewji maarufu kama Mo, juzi ameweka bayana mchakato wa kumpata mrithi wa Patrick Aussems, huku kwenye hatua za mwisho kamilika. Kwa hata hivyo Dream Online TV ambao imekuwa ikifuatilia kwa karibu sana mchakato huo, limepenyezewa taarifa majina ya makocha wanane kati ya 52 waliomba kazi hiyo yameshapatikana baada ya kazi ya kuyafanyia mchujo kukamilika juzi, na imeelezwa kuwa kazi ya kuyachambua sifa ya makocha hao ilifanyika kwa umakini mkubwa chini ya afisa mtendaji mkuu Senzo Masingiza, ambaye ni mchujo wa mwisho uliotarajiwa kukamilika muda wowote kuanzia jana, kisha kubaki watatu ambao watakwenda kufanyiwa usahili wa kamati ya Salomu Madadi. Kamati hiyo ndio itakayomfanyia usahili Aussems wakati akipewa kibarua cha kuinoa Simba miaka miwili iliyopita. Wajumbe wengine wanaounda kamati hiyo aliyekuwa rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania Leodiga Chila Atenga, mkufunzi wa makocha wa TFF Sunday Kayuni na mkurugenzi wa ufundi wa TFF Oscar Mirambo. Kazi ya kamati hiyo ambayo tayari imeshaanza na vigezo rasmi vimewekwa bayana ambavyo atakiwa kuwa navyo moja kati ya mwombaji ambaye atapendekezwa kuweza kupewa nafasi hiyo ya kuiongoza ama kiongoza kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Kamati hiyo ambayo tayari imeainisha vigezo na sifa ambazo anatakiwa kuwa nazo mwombaji ilipelekwa orodha ya wasifu wa makocha hao watatu bila kuwepo kwa majina na kuondoa mgongano wowote wa kimaslahi, kisha wakakamilisha kazi ya watarejesha kwa mabosi, yakiwa ni pamoja na mapendekezo ya mtu sahihi. Lakini pia Dream Online TV imefanikiwa kuyanasa majina ya makocha hao ambao ni Zlatok Kiptok ambao ni raia wa Serbia, lakini pia Paul Aibona ambaye anatokea Nigeria, Franco Dantal kutoka Scotland, Nelson Eduardo Silva Santos kutoka ambaye ni Mreno, lakini Ivan Minot kutoka Belgiji, pamoja na Abedal Jasso kutoka Morocco, lakini Calvin Jones kutoka Afrika Kusini na Henrik Peter Gijong kutoka raia wa Uholanzi. Hata hivyo Dream Online TV inatambua licha ya mchakato huo utapitia kwa kamati ya Madadi, lakini Simba inapendekeza zaidi kumpata kocha ambaye ataifanya timu hiyo kucheza soka la kushambulia na kumiliki mpira kwa muda mrefu. Habari za uhakika ambazo Dream Online TV imepenyezewa na kigogo mmoja ndani ya Simba, wanataka kubadilisha kabisa mfumo wa uchezaji kutoka kwa sasa kwenda Total Football ambayo asili yake ni Uholanzi. Tunataka kutengeneza timu sio kushindana uwanjani tu, bali mashabiki watafurahia kuona timu ikicheza burudani ya soka, wachezaji wapige pasi kuanzia nyuma hadi langoni kwa uhakika wa hali ya juu, kitu ambacho hichi kimeonekana kipo kwa baadhi ya makocha ikiwemo Uholanzi. Lakini pia maadui ambako kufunga ni pale ambako wanataka huu mpira butua hatutaki kuona, sababu tunataka kuelekea kwenye Total Football hapa Tanzania, alisema kiongozi huyu ambaye hakupenda kutajwa jina lake wazi, lakini aliongeza Simba ambayo imejipambanua kuwa klabu inayojiendesha na kupambana kupanda mambo yake kisasa, inataka kutengeneza staili ya soka la kushambulia huku ikimiliki mpira kwa muda wote wa mchezo. Tumeona CV
za makocha wengi wa kigeni, lakini naamini sifa ya vigezo hawa waliopita kwenye mchujo, basi tutapata bonge moja la kocha. Ngoja tuache kwanza kamati iliyopewa kazi ikamilishe majukumu yake. Kwa upande wake Masingiza aliulizwa kuhusiana na mchakato huo, alisema wapo katika hatua za mwishoni kukamilisha, na anaamini katika kocha mwenye kiu ya mafanikio ya kutimiza malengo hayo. Amesema kwake sio muumini mzuri sana wa wasifu wa makocha, bali kocha mwenye kusimamia vyema majukumu yake na kuipa timu mafanikio ndio bora zaidi kwake. Ni swala la muda mfupi uliobaki, ni siku nyingi tulitangaza kocha mpya ambaye atakuja kufundisha Simba na ndio tutamaliza mchakato. Lakini kuhusu hao makocha wanne waliotajwa kuingia katika orodha ya mwisho, Dream Online TV iliwasiliana na Mirambo ili kufahamu mchakato ulipofikia, na alikiri kuwa moja ya mwanakamati. Hata hivyo, Mirambo amesema bado majina hayajawafikia kwa ajili ya kufanya mchakato huo, lakini kwa utaratibu ulivyo anakabidhiwa nyaraka ikiwemo wasifu wa mwombaji, siku za usahili. Ni kweli kuna huo mchakato wa kuwafanyia usahili wa makocha ambao tayari wamebakiza, lakini kazi ya Simba ilikuwa ni bado hawajapewa taarifa kuhusu siku rasmi ambayo ilikuwa ni kuhusiana na kile ambacho kimechukua nafasi kuhusiana na mchakato mzima ambako kuifanyia kazi. Na kama inavyokuwa kwa Ausems, sisi kazi yetu ni kupitia wasifu na kuangalia vigezo ambavyo vinaendana na matakwa ya Simba, kisha tunatoa mapendekezo yetu. Hata hivyo, hatua zaidi zitafuatwa na kuweza kuwekwa bayana kuhusiana na kile ambacho kitachukua nafasi kunako mchakato huo mzima na mengine mbalimbali ambayo huenda yakawekwa bayana. Kumbuka Simba pia wameingia katika mazoezi kuweza kuona kwa namna gani pia kujiandaa na mchezo wao wa Azam Sport Federation dhidi ya timu ya Arusha Football Club ambako watakipiga mabingwa wa ligi Tanzania bara Simba. Imeanza rasmi kambi ya kujiandaa na mchezo wake wa kombe la FA dhidi ya AFC Arusha ambao utachezwa kati ya Disemba 20 na 22, ambako Simba inafanya mazoezi yake kwenye uwanja wake wa Mo Simba Arena wakiwa chini ya kocha msaidizi Selemani Matola pamoja na meneja Patrick Imamu, ambako baada ya wachezaji wake kutoka mapumziko. Akizungumza baada ya mazoezi hayo, Matola amesema ameanza mazoezi kwa kuweka fit wachezaji wake baada ya mapumziko mafupi aliyoyapata. Matola amesema programu ambazo zitakuwa zikiendelea katika kikosi chake zitakuwa zote chini mpaka kocha mkuu atakapopatikana. Tumsikilize hapa Matola kidogo, ambako mchakato wa kocha mkuu unaendelea, lakini yeye tayari amekabidhiwa jukumu la kocha msaidizi. Matola: najisikia furaha kwa sababu unajua mimi nilikuwa ni mchezaji wa zamani wa Simba, lakini nilikuwa kocha wa timu ya Polisi Tanzania. Naweza sasa kurudi nyumbani na kuweza kutumikia Simba. Kikubwa ni kuja kushirikiana pamoja na benchi la ufundi kuhakikisha tunaisogeza Simba kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Najua haitakuwa kazi rahisi, ni kazi ngumu, lakini tumejipanga kuhakikisha lazima tuifanye hiyo kazi. Cha msingi, kama umeona timu ya Simba ina kazi sana kwenye discipline. Kiukweli hata kama nilipokuwa naongea na viongozi, kikubwa ni kuja kutengeneza swala hilo. Kweli tutashirikiana na benchi la ufundi chini ya mwalimu mkuu anayekuja kuhakikisha tunafanya kile kitu kila mwana Simba anahitaji timu ya Simba Sports ifanye. Nafikiri mimi sio mgeni kwenye kikosi cha Simba. Kama nilivyokuambia, ni mchezaji wa zamani, nimecheza, nimefundisha katika vipindi tofauti, nimefundisha timu ya vijana, kwa hiyo naijua. Kikubwa ni kuja kuendeleza Simba kufika sehemu ambayo inayotakiwa ifike, kwa sababu ukiangalia Simba ni timu ambayo imebadilika, tofauti na timu ambayo tulikuwa tukifundisha sisi. Kwa hiyo lazima tuendane na kasi ambayo Simba anahitaji Simba iende. Nafikiri kikosi bora, ukiangalia katika timu 20 za Premier, naweza kusema kwamba ni kikosi bora kuliko timu yoyote. Kwa hiyo cha msingi ni kuja kutengeneza ule ubora wao, kuhakikisha kweli kuonesha hii ni kikosi bora na kufanya kile ambacho kila mtu anahitaji kikosi bora kifanye. Kikubwa ni kutupa support. Nimekuwa nikifanya nao kazi toka nacheza na wajua, na nafikiri mimi wananijua. Najua wanahitaji nini watu wa Simba, ni falsafa gani wanahitaji kwenye timu ya Simba. Kwa hiyo kikubwa watoe support, na sisi na mimi naambia kwamba tutawaangusha kwa kushirikiana na benchi la ufundi pamoja na mwalimu mkuu. Tutahakikisha tunafanya kile kitu kila shabiki wa Simba anahitaji Simba ifanye. Lakini kikubwa, najua mashabiki wa Simba wana furaha gani wanapopata matokeo kwenye mechi ya dabi. Kwa hiyo ninasema kwamba tutawaangusha, tutahakikisha tunawapa ile furaha ambayo wana Simba wanahitaji ipate katika.
Namnukuu hapa Matola kidogo aliyazungumza, anasema kwa hizi siku 2-3 nitakuwa naiongoza timu mimi, lakini baada ya hapo ratiba zote zitakuwa chini ya kocha mkuu anayekuja. Matola ambaye amechezea klabu hiyo amesema anaiongoza timu hiyo akiamini kwamba atafanya vizuri. Akitokea kuwa vibaya basi ni mpango tu ambayo ipo, lakini yeye anaamini kila kitu kitakwenda vizuri. Kazi ya ukocha ni pressure, hilo linajulikana, kwa hiyo nipo tayari kwa lolote likiwa anaiongoza Simba. Anaongeza kuwa kusema kuwa na waomba wapenzi na mashabiki wa Simba wamuunge mkono kwa kipindi hicho alichokabidhiwa jukumu la kuiongoza klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ambayo sasa makazi yake yanahamia rasmi Bunju B, ambako kuna ule uwanja wa Mo Simba Arena ambao tayari umezinduliwa kwa uzinduo wa awali, lakini mzinduo mkubwa unatajwa kwamba uzinduzi huo utafanyika na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambako anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika uzinduzi huo ambao Mo Dewji mwenyewe alitaja kwamba siku chache zijazo huenda haya yakafanyika. Senzo Masingiza ni mtendaji mkuu wa Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia Mo Dewji ni yeye ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Haya ni machache kati ya yale mengi waliyozungumza kunako mkutano, wakiweka bayana kuhusiana na mchakato wa kumpata kocha mkuu na wakitaja kesho siku ya Jumatano kama siku muhimu ambayo kocha huyu atatangazwa na kuweza kuona umuhimu huo. Hapa wanazungumza, na baada ya hapo nikwambie una nafasi ya kuacha maoni yako nami nitayasoma. Mimi naitwa Kevin Novati. Hakikisha una subscribe, baada ya hapo bonyeza alama ya kengele, acha maoni yako nami nitayasoma moja kwa moja kupitia hapa dawati la Dream Sport, lakini hii ni Dream Online TV. Wakati mwema kwako. Huyu ni Senzo Masingiza pamoja na Mohamed Dewji wakiweka bayana kuhusiana na mchakato wa kumpata kocha mkuu wa Wekundu wa Msimbazi, ikiwa ni baada ya kufukuzwa kwa Patrick Aussems Mbelgiji ambaye aliongoza Simba kwa mafanikio makubwa kweli kweli licha ya changamoto kadhaa. Sasa ameondoka nchini. Mo Dewji pamoja na Senzo Masingiza, kwaheri na wakati mwema. Inshallah wiki hii tunaleta kocha. Kiwango kinachostahili kufundisha mabingwa wa nchi. Sasa tunaleta kifaa. Wiki ijayo tutatangaza rasmi ni nani anatoka nchi gani. Tutafuatilia mitandao yetu ya Instagram na Facebook na Twitter kupata habari yote kamili. Baada ya kusema hayo, napenda kushukuru bodi ya wakurugenzi inayofanya nao kazi. Hawa ni watu makini na wananisaidia sana katika kutimiza wajibu wangu kama mwenyekiti wao na mwekezaji ndani ya klabu hii. Ninawaomba tuendelee kusapoti klabu na tuendelee kushauri, lakini kwa zile njia zetu za kistaarabu tulizozoea. Kipekee nishukuru kwa dhati serikali yetu chini ya jemadari wetu Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli. Hakika serikali hii inatupa kila ushirikiano tunaohitaji kama klabu. Makamu wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa na waziri wetu mwenye dhamana ya michezo nchini Dr. Harrison Mwakyembe, viongozi wote wa baraza la michezo nchini TFF na nyinyi wanachama kwa utulivu wenu na ushauri wenu mzuri mpaka hapa tumefika pamoja. Lakini hapa niseme kitu kuhusu mgeni rasmi wetu wa leo. Naibu Spika amedhihirisha wanasimba wake wa alfajiri ya leo alikuwa anaongoza msafara wa wabunge wenzio kwenda nchini Uganda, lakini ameahirisha safari hiyo muhimu baada ya kupokea mwaliko wetu wa kuwa mgeni rasmi. Kuonyesha heshima kwetu, lakini kuonyesha mapenzi yako ya dhati kwa Simba Sports Club. Asante sana mheshimiwa, na kwa niaba ya wanasimba, wanachama, mashabiki, tunakushukuru sana 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 ya kwa
wenyewe kama ilivyokuwa hapo awali. Tunahitaji kufuata desturi hiyo. Tuna mchezo muhimu na watatu wazazi mwezi Septemba. Napenda kuwahakikishia kuwa maandalizi na mambo yote yahusuyo mchezo utakaotawala. Wachezaji watakuwa kambini na tangazo la nani atakuwa kocha mkuu mpya na benchi la ufundi litatoka rasmi Jumatatu ijayo. Hapo tumeelewa sasa. Ya sisi wewe. Tutakupa ushirikiano. Nimependa kuchukua maneno machache kutoka kwa hayati baba wa taifa. Ili kuwepo na maendeleo ya kweli, watu wanapaswa kushirikishwa. Development requires all of us out. For us to succeed as a Simba, we need your support. These players need your support. They don't need you to be booing them to say, oh, we need to say Simba all the time. Whether we win or lose, we are Simba. We need your support. Thank you very much.